kiwango kile ambacho unafahamu kinakufanya wewe uishi pasavyo au uishi sivyopasa. Ukiwa na ufahamu wa kutosha utaishi vizuri, ukiwa na ufahamu finyu utaishi visivyo. Lakini kwa kadri tunavyoendelea kuishi na kuwepo, basi tunaendelea kujifunza na mtoto wa Mungu anazidi kukamilika. Kuna tukio moja ambalo lilitokea katika kitabu cha Luka mlango wa 4, fungua hapo. Katika kitabu cha Luka mlango wa 4:33. Fungua Luka 4 verse 33 to 35. Inasema, na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akisema, acha, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Na kujua unani, mkamilifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka asimdhuru neno. Tumesoma hapo watu wako ndani ya sinagogi, ndani ya nyumba ya ibada. Hapo watu walikuwa wamekaa, kuna mtu amebeba pepo ndani, lakini wako katika nyumba ya Mungu. Kwa sinagogi ni nyumba ya ibada. Pepo huyu hakutolewa kule nje, ni ndani. Watu wameketi kwenye ibada, wametulia, lakini miongoni mwa watu walioketi kuna mmoja amesheheni pepo zake ziko hapo. Na pasipo kutolewa, watu wataabudu mpaka waende na mtu aende zake. Kwa hiyo inawezekana watu kukusanyika katika ibada na ndani ya mtu awe amebeba na pepo tu. Yaani kama haijakutana na Mungu ikatoka, sasa utaishi nazo. Hiyo tunaanza kujifunza. Wewe ambaye unajiuliza inawezekana kweli ndani ya nyumba ya Mungu kuwe na hali kama hiyo, tayari nimesha kujibu. Ikiwa imeachwa katika mazingira yasiyomsumbua, inaweza kuishi ndani ya mtu. Kwa hiyo hatujaambiwa huyu mtu hiyo pepo ilikaa muda gani ndani yake, lakini yuko ndani ya sinagogi. Ameenda kwa ibada, yuko kwenye nyumba ya kuabudia, na siku zote katika desturi zote za dini anatimiza hiyo aenda. Ni vile tu sasa hakujawahi kuwa na nguvu ya Mungu ya kukutana na ile pepo hata litoke. Kwa hiyo ibada zile zilikuwa zinafanyika za kidini kila wakati. Wanaabudu wakienda. Wakati ambapo uokovu umeingia, Yesu yupo hapo, kwa sababu sasa uokovu ni nguvu ya Mungu. Najua Injili, mafundisho ya Yesu yalikuwa tofauti na mafundisho ya walimu wale wa dini. Walimu wale wanafundisha dini, na ndio pale tunapata kuelewa tofauti ya dini na uokovu. Dini ni utaratibu tu, watu wana-observe wakiendelea. Dini haimfanyi chochote pepo, haimsumbui pepo, mnaishi nayo tu kwa makubaliano. Yaani mko nao pale, so long as humgusi, kwa sababu kinachomchoma pepo atake kutoka ni nguvu za Mungu, ambayo Yesu amesema, Biblia imesema uokovu ni nguvu za Mungu. Kwa sababu inasema neno la msalaba ni upuzi kwa wale wanaoangamia, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo mtu anapookoka anabebana na nguvu ya Mungu. Na ile nguvu ya Mungu ndio inafanya wewe pepo zinakuogopa. Pepo haziogopi viongozi wa dini, zinaogopa mtu aliyeokoka. Kwa hiyo kilicholeta tofauti katika sinagogi hili ni kwamba sasa Yesu mwenyewe Mwokozi yuko area na ana nguvu za Mungu zimemzunguka, tofauti na wale viongozi wa dini wamezoea. Ndio sababu Nicodemus, kiongozi wa dini, alimwendea usiku na kuanza kumuuliza maswali. Yaani aliadmit ya kwamba kweli mimi ni kiongozi wa dini, lakini namna unavyoshughulika wewe, ninaona Mungu yuko na wewe zaidi. Akatamani. Kwa hiyo ndani ya hekalu pakapatikana mtu. Hata tuendelee kujifundisha. Kwa kukawa na mtu 33, na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akisema, acha,
tuna nini na wewe? Nawe Yesu wa Nazareti, umekuja kutuangamiza na kujua unani mtakatifu wa Mungu? Hilo ni swala lingine, ya kwamba mapepo wanaelewa, wanamjua kila mtu jinsi alivyo. Wewe huna habari, unatembea tu, upo tu, lakini unajulikana sana. Hiyo ni picha moja inakupatia kuelewa ya kwamba katika ulimwengu wa roho kuna watu wanaishi ambao ni katika ulimwengu wa roho. Hao wanaozungumza haikuwa ni yule mtu anaongea, ni pepo iko ndani. Ile pepo ambayo tumeambiwa pepo chafu ndio iko ndani. Mapepo ndani ya mtu ndio anaongea, anasema tunakujua. Kwa hivyo si swala la kusema kwamba huyu kijana hapa anasema ananijua. Wanaongea ni mapepo walio ndani, wanasema tunakujua wewe. Kwa hivyo wanamjua Yesu hata yeye ni nani. Kumbe unavyotembea tu, shetani anakuelewa. Kama ni wa kukuogopa, anajua huyu siwezi kumgusa. Kama anajua huyu ni dhaifu, anajua huyu dakika chache, huyu kazi rahisi. Kwa hivyo unajulikana. Sasa Yesu katika shughuli zake, mapepo hayajaulizwa, wala Yesu hajaji-introduce kwa pepo zile. Wenyewe wanajua tu, tunakujua tayari. Tunakujua. Akasema acha, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Wanamjua hata yeye ni Yesu aina gani. Historia katika masuala ya kiroho hawaonekani hao mapepo, lakini wanajua kila kitu. Wanaweza kukuelezea umekuja kutuangamiza na kujua unani mtakatifu wa Mungu. Kama we ni mtakatifu wa Mungu, pepo inaweza kusema, shetani anaweza kueleza ya kwamba nakujua wewe binti ni mtu wa maombi sana, na kujua wewe binti siwezi kukugusa, na kujua wewe binti umeokoka sana na nimeng'ang'ana na wewe kukuangusha lakini nimeshindwa, na kujua wewe unabeba nguvu ya Mungu. Kwa hiyo wanaeleza Yesu, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Sasa wanaomba, wanasema umekuja kutuangamiza. Sasa Yesu hatua aliichukua, akamkemea, akamwambia pepo, fumba kinywa na umtoke. Alafu mara moja ile pepo ikamtoka. Nasema Yesu akamkemea. Hakuwa anamkemea yule mtu, anakemea ile pepo iko ndani. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka asimdhuru neno. Kwa hiyo ndugu amekaa pale, ana pepo ndani. Muumini amekaa pale, pepo imeanza kujimanifest ndani. Unaona mama fulani anaongea, unafikiri fulani anaongea. Kinachoongea ni mtu mwingine anaongea kwa kutumia mdomo. Kwa sababu tunaelewa pepo hazina mwili, zinatafuta mwili zitumie. Kwa hiyo zikiingia ndani ya mtu, zinatumia kinywa chako, zinatumia macho yako, zinatumia mwili, kwa sababu zinauwazima mwili wako. At that particular point, wakati pepo zinazungumza, wewe huna habari, kwa sababu sio wewe unaongea. Ni kama unakuja unatolewa, anaketi mtu mwingine anakutumia. Sasa akitoka pepo, ndio yule mtu anajirudia, anaanza kuelewa. Kwa hiyo ukimuuliza baada ya pepo kuondoka, sababu tunaambiwa hapa kwanza akamwangusha chini. Na hiyo inaanza kutuuliza maswali mara nyingi, watu wanapoanguka nini huwa inawaangusha? Pia unaweza kujijibia mwenyewe hapo. Hao pepo ikamwangusha. Aliye na desturi ya kuangusha watu, pepo ndio zinaangusha, zina desturi hiyo. Ukimwona mtu anaanguka, uwezekano mkubwa uko ya kwamba pepo ndani yake zimekutana na nguvu ya Mungu na zimeshindwa kustahimili, kwa hivyo inaanguka na hatimaye akamtoka. Hapa tumeona ya kwamba wakati Yesu amemkemea, fumba kinywa umtoke, ndipo yule pepo akafanya nini? Akamwangusha katikati, akamtoka asimdharau. Kama ingekuwa ni leo nikemekemea mtu pale akaanguka, mtabaki mkisema pastor yuko very powerful, alimpiga power yule mpendo akaenda chini. Lakini sio nguvu ya Mungu iliangusha, pepo kwa kukutana na nguvu ya Mungu ikamwangusha chini katika hali ya garagara kwake, ikamtoka. Sasa tupate jambo moja pale. Maneno ambayo pepo hii imezungumza hayakuwa ya uongo, yalikuwa ya kweli. Pamoja na kwamba shetani ni muongo, lakini anaelezea habari za kweli. Ikiwa wewe hujijui,
Unaweza kushangazwa na shetani akitoa ripoti yako mpaka ikushangaze. Yaani kiwa wewe mwenyewe unaweza kuishi kiolela kama wewe hujui kama wewe ni mtakatifu wa Mungu mpaka mtu mwingine atoe ushuhuda kwa niaba yako. You don't know the impact that you can cause in the spirit. Umejiishia tu hivi hivi. Wewe hata ukiomba unaomba na unafanya madhara hata yenyewe huna habari. Mpaka wanayopokea madhara wakuletea habari kwamba unajua unavotukemea hivi tunakemeka kweli. Unavotuteketeza tunateketea kweli. Yaani mwenyewe unabaki kushangaa. Kwa hiyo unarusha makombora tu yakibahatisha hujui impate nani. Na ndio sasa wakati mwingine tunaomba Mungu atufumbue macho ili tunapofanya operesheni tuwe tunaelewa hakika nini kinaendelea. Kwamba usitupe tu vitu bila kujua. Kwa hiyo shetani hapa akamwelezea Yesu jinsi alivyo. Na ukweli anasema ukweli. And that tells us ya kwamba tunajulikana. Na mtu anaweza kutoa description juu yako. Wewe huna habari. Pepo inaweza kutoa description juu yako kabisa. Ikuelezee wewe uko hivi. Kama inaweza kujua wewe ni mtakatifu, basi inaweza kujua wewe ukiwa mchafu. Na ndio sababu watu wengine wakati unapoanza kuikemea pepo na hauko vizuri, pepo inaweza kukuabisha. Nasema sasa wewe unanikemea na wewe ni mwenzetu KBCD. Unashangaa kumbe hivi ninajulikana. Wewe unafikiri uko peke yake lakini you are monitored. Katika ulimwengu wa roho unaonekana vizuri. Inasemekana mtu ambaye hajaokoka asiye na Mungu, mapepo wanamuona vizuri, wanamuona akiwa uchi. Yaani wanaeleza. Wanaweza kutumwa kuja kwako, wanakuja na ujasiri wote kwa sababu wanakujua pale ni mswaki pale. Na kuna kwingine wakitumwa kwenda wasema pale mnatutuma hatuwezi, pale huwa ni moto unawaka. Yule Danson mnatuma kwale ni muombaji, mnatuma kwake ni muombaji. Pale tukienda siku zote tunaonaga moto. Wewe unalala kwako huna habari. Mchungaji mmoja alipokuwa yuko kwake amepumzika, amelala tu hivi. Kumbe katika ulimwengu wa roho watu wako busy kwa ajili yake. Mashetani wako, wachawi wako busy kwa ajili yake. Sasa wametumwa, wamekuja kwa nyumba yake, wataka kumshambulia kwa sababu of course ukisoma katika Zaburi ya 64 inaelezea jinsi ambavyo watu wachawi na makundi yanayofanya vikao kwa ajili ya watoto wa Mungu, kwa ajili ya mkamilifu. Kwa hiyo walipokaribia compound wakasikia watu wanaimba mapambio usiku huo. Wanaimba kabisa kama kundi la watu wengi. Watu wanaimba Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Sasa wachawi walipofika wasema sasa pale hatuwezi ingia kwa sababu inaonekana kuna watu. Maana wachawi wanapenda kwenda kuroga wakati hakuna watu. Kwa hiyo bwana huyu anasema wakarudi kwa sababu hawangeweza kuingia pale. Na huyu ambaye alikuwa ni mchawi alikuwa anaelezea na kusema yeye mwenyewe alikuwa ni kiongozi wa dini ya ule upande wa pili ambao kwao viongozi wale huwa ni wachawi bila wasiwasi. Sasa kesho yake sema wakawa na mkutano kama wa serikali vile. Alafu serikali ina tabia ya kuweka watu wote wanaoitwa clergy. Wanawekwa pamoja pale, wameketi pamoja. Viongozi wote wa kidini wa kila aina, bila kujua kwamba kuna zingine hapa huwa si dini. Hii ni uokovu, hauchanganyikani na dini. Lakini sasa pale wakaweka wote. Sasa wakaketi pamoja na kiongozi wa dini upande wa pili, ambaye jana usiku ni mmoja aliyeenda kwa nyumba yake. Sasa ikiwa ameketi pale, kumbe huyu baba mchungaji alikuwa ameshaonyeshwa jinsi ambavyo walikuwa wanakuja wale wachawi. Na huyu akamwanza kumzungumzia, akamwambia ndugu yangu, mbona jana mlikuwa mnakuja lakini mkarudi? Sasa yule kiongozi akashtuka sana. Kwani alijuaje huyu kwamba tulikuwa tunaenda kumroga na sasa amejuaje? Akamwambia mimi niliona vile mnakuja. Na yule kiongozi wa dini wa pande wa pili ambaye kwao uchawi ni kawaida, akasema sisi tulipofika kwako jamani tunashangaa, tulikuta watu wanaimba bambio wengi tu, watu wanaimba na hatukuweza kukaribia. Yule pastor akawaambia kwangu jana hakukuwa na watu wote, ilikuwa peke yangu nimelala. Hakukuwa na watu wote. Lakini kumbe katika ulimwengu wa roho kinga huwa iko, ndio sababu tunaambiwa malaika wa Bwana huwa anaweka kikao kwa ajili ya watakatifu. Ndio akamwambia basi wale mliokuta wakiimba walikuwa ni malaika. Sasa wewe unalala kwa sababu wewe unaomba sana, unakaribisha uwepo wa Mungu, si unakaribisha na unalala. Kinachotendeka katika ulimwengu wa roho baada ya wewe kuomba, huenda usiwe na habari. Maana jeshi liko linalokulinda. Unakumbuka wakati ambapo kulikuwa na Elisha pamoja na mtumishi wake. Elisha alikuwa ametulia hapo.
anaona pande zote. Upande wake anasema anaona liko jeshi kubwa, na upande wa maadui anaona jeshi vile vile. Lakini mtumishi wake akaingia wasiwasi, akasema kwamba tumeisha leo, mtumishi wangu sisi tutafanya namna gani? Maana yake naona tumezingirwa kweli. Alafu Elisha akamwambia Mungu, mfumbue macho huyu apate kuona. Alipofunguliwa macho akaona kumbe hata lile jeshi liko upande wetu ni kubwa kuliko hili tunaloona. Pande ya rohoni akaona kuko vizuri zaidi kuliko duniani. Kwa hivyo katika ulimwengu wa roho ziko shughuli zinazoendelea. Uwe unazijua uwe uzijui. Kuna jeshi leo linakulinda, wewe huna habari. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Elisha akawa katika ulinzi, lakini yeye mwenyewe hana habari kwamba kuna kuaga na ulinzi. Ilibidi yeye afumbuliwe macho ndio akaona. Kwa hivyo inawezekana huyu mchungaji baada ya kuita uwepo wa Mungu usiku, ninapolala Bwana unilinde, Mungu akaagiza malaika wake kama ilivyo desturi yake. Kwa hivyo namna walivyomlinda ni kwa kuimba pambio hapo, ili mchawi anapokuja aone kuna umati wa watu umejaa. Sasa mwisho wa siku unakuwa umelinda. There is a lot that goes on in the spirit. Kwa hivyo either unajua ama hujui, kunao wanakujua katika ulimwengu wa roho, wao wanakujua kwa uzuri au kwa ubaya. Ni raha sana ukijulikana kwa uzuri, ni vibaya sana ukijulikana kwa ubaya. Hii ambayo tumeisoma kuhusu Yesu, alijulikana kwa uzuri. Ripoti yake iliyotolewa na upande wa pili ni ripoti nzuri. Utasikiaje ya kwamba umeingia mahali tu na mashetani wameanza kuongea wenyewe, machi tunakujua wewe, tafadhali usianze yale maombi yako, ukianza tutaanza kuchomeka. Unasikia yes, kumbe wananitambua. Lakini ukitokea mahali na waanza kukucheka na kile kichekeo chao kikubwa, kwa sababu wewe ndio umeambiwa uombe, alafu wanakufahamu, inakuwa vibaya. Sasa unaona Yesu walitambuliwa, akasema tunakujua wewe. Akaitwa nani? Tunakujua wewe mtakatifu wa Mungu. Hiyo ni pande moja. Kuna wengine ambao tunawajua walijulikana visivyo. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 19, ile sehemu tunaijua, 19 Acts chapter 19. Ndio tujue tunapoishi, hatuishi tu peke yetu. Kuna wingu kubwa la watu usiowaona ambao wanakujua vizuri. Uwe peke yako, unafikiri uko peke yako, lakini unajulikana, hautembeagi peke yako. Kuna wingu kubwa. Chapter 19 verse 13 to 16. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Tumefika hapo? Yes, Acts 19:13. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo mchafu, wakisema, na wapisha kwa Yesu yule aliyehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 kwa mtu mmoja, Skewa Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu na Paulo namfahamu, lakini nyinyi ni kina nani? Yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Pepo moja ndani ya mtu ikarukia wawili, ikawaweza. Yule mtu aliyepagawa, verse 16, yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili. 2 gentlemen, nyinyi mmekaa hapo wawili, alafu yule mtu mmoja anarukia nyinyi wawili, anawakamata na anawaweza. Wanaume wazima, mnawezwa na mtu mmoja. Last time tuliongea juu ya supernatural power ambayo inakuwa ndani ya mtu, either itoke kwa Mungu ama itoke kwa ulimwengu wa giza. Tulikuwa katika kesha, I think that tukaongea ya kwamba sisi tukiwa hivi, kuna shughuli ya kiroho ambayo inatupasa tuendeshe. Tukiwa watu wa Mungu, tuna shughuli ya kiroho ya kiungu ambayo inatupasa kuiendesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wale wengine wasiomjua Mungu nao wana shughuli zao za kichawi ambao hawaziwezi kwa binadamu, mpaka wapagawe na roho ya kuzimu, mapepo, ndio waweze kuitekeleza kazi. Kwa hiyo unaona kwamba hawa wana waskewa miongoni mwa hao Wayahudi wapunga pepo ilikuwa ni business yao ya kufanya mambo kipepo.
hata wakisababisha watu wakaamini kama wao ni watu wa Mungu, ila nguvu waliokuwa wanatumia haikuwa ya Mungu. Na wakati wameanza kucheza na hili jina la Yesu, jina la Yesu likajitetea. Kwa hiyo unaona tena kujulikana kuna kuja hapa. So as you live, as you walk around, kuna watu wanaweza toa ushahidi juu yako. Tumezungukwa na wingu kubwa la ushahidi. Unafikiri uko peke yako, lakini kuna macho mengi yanakuona. Report yako wanaijua, they monitor you, they can give reports about you, be it negative or positive. Yesu ripoti yake ilipeanwa ya kwamba wewe tunakufahamu, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Sasa wakati ambapo wana wasikia wametokea kwenda kutaka kuifanya shughuli isiyo yao, mapepo akasema, katika hii anga tunaelewa, kuna wale tunawafahamu, wale watu tunadili na wao, hao ambao tunaweza kuingia katika vita na wao, tunawajua vizuri. Kuna fulani amekoka mahali katika ulimwengu wa roho tunamfahamu, kuna fulani ameokoka mahali kwenye ulimwengu wa roho tunamfahamu, katika eneo fulani wanajulikana vizuri. So unapoingia katika ile anga, yani unajua kuna watu ambao wameshatupa kapuni, hao hatuna vita na wao, hatuwajui, wao si wanajeshi, wao hatujui. Lakini mtu akiokoka tu ana surface katika ulimwengu wa roho, na shetani anajua jeshi la Mungu aliye hai limeongezeka mtu mmoja. So inajulikana, anapokoka mtu, pepo inajua ameshatoka kwetu, amevuka. Na ndio sababu mtu akirudi nyuma, mtu akiacha shetani aingie kwenye uokovu, tayari imejulikana, na shetani anatuma uwezo wake akurudishe nyuma, because everything is monitored in the spirit. Kila kitu kinajulikana. Unashindwa mbona huyu mtu akoka mpaka afuatiliwe, mbona amerudi nyuma? Ni kwa sababu anapookoka anakuwa monitored. Hatuko peke yetu. So unapookoka, shetani anajua tayari, fuatieni huyo, mumrudishe nyuma mara moja. Huwezi kuokoka shetani akawa hajui. Kwa hiyo sasa pepo zinapokaa hivi zinajua katika vita vyetu ni kina nani wako jeshini. Kama kuna watu wadhaifu, pepo zinajua huyu achana naye. Kama tulirudisha nyuma, wanaturudisha nyuma, wewe si hatokei tena, hata ukisearch hayuko, alikuwa deleted, huyo tayari log out, hawezi kupatikana. Sasa katika anga zile, pepo zile zimeona kuna watu wengine wanafanya mchezo hapo, wakijifanya kwamba wao ni wanajeshi, and they had to deal with them. Eti katika jina la Yesu tunawaamuru mtoke kwa jina la Yesu ambao Paulo anahubiri. Kwenye ule mstari wa 13 tulesoma, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Madhara yaliyotokea tumeona pale. Sasa yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu. Unasikia ripoti hiyo? Sasa swali ni wewe unafahamika namna gani? Unafahamika kama uletaye mchezo kama wana wa Skeva, ama unafahamika kama tishio? Yaani kwa maneno mengine, pepo zinasema huyo Paulo unayemjua ni hatari kwetu, tunamjua na hatuwezi kucheza naye. Huyo Yesu ambaye jina lake nalitumia kwetu ndio kabisa tunajua, hatuwezi kucheza naye. Lakini nyinyi ni kina nani? Na hizi anga hazichezewi ovyo ovyo. Wanaleta mchezo mahali ambapo si kwa mchezo. Sasa pepo ikamrukia. Unaona jinsi ufalme wa giza uko so unfair. Kwa sababu angalia verse 13 vile inasema mwanzo, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga kazi yao ilikuwa ni gani? Nao ni wapunga pepo. Wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa pepo wachafu, wakisema watu hao walikuwa ni wapunga pepo, ni wachawi wa aina yake. Kazi yao walikuwa wanapunga pepo. Kupunga pepo ni kuziappease, kuzituliza. Yaani mtu anakuja amepagawa na pepo, mnakuja mnazipunga, mnazifanyia vile zinataka, alafu zinatulia, sio kuzitoa. Kuna shule nyingine ilikuwa impagawa na pepo huko Mombasa, na wanafunzi wakasumbuka sana. Alafu dini ya upande wa pili ikaitwa na ikaenda hapo, wanasikia wakachinja, wakafanya matambiko yao ili hali itulie. Kule ni kupunga pepo.
kupitia kwa pepo zingine, namna ya kuzituliza. Kwa hiyo ni wachawi kwa wachawi kule viwango. Unasumbuliwa na pepo namba 6, mchawi mwingine anakuja na pepo namba 9 ambayo inakuja inabana huyo, nyamaza. Kwa hiyo unasikia sasa ile hali imeisha, lakini haijaisha kwa kutolewa, imeisha kwa kunyamazishwa, lakini iko. Yani umefanya makubaliano. Zina viwango, zinaogopana. Bosi amekuja, mtu mmoja mkubwa kuniliko amekuja. Kwa hiyo sasa ameniambia nyamaze, na ndio hivyo inabidi kutii pale. Sasa hawa ni wapunga pepo. Wakati ambapo wameanza mzaha, wanalitumia jina la Bwana yule mwingine ambaye ni adui hapa, ilibidi waadhibiwe. Yaani wewe unakuja kutuletea mchezo. Yule Bwana jina lake ni hatari kwetu, na huwa hatupendi. Alafu wewe ni miongoni mwetu unakuja kututishia hapa, unatufanya tuumie bure, tuteseke, kumbe Yesu tutakudiscipline. So they had to discipline themselves. Sasa pepo inatumia huyu mpagawa kumrukia mtu anayepunga pepo. Description ya huyu hawa wale waskelva tumeambiwa ni watu waliokuwa wanapunga pepo. Alafu wanamtokea mtu aliyepagawa na pepo, na wanaanza badala ya kuzipunga sasa katika namna yao, katika lugha watakayoelewana, wakafanya mistake, wakachukua jina la adui. Una jina la Yesu kutajwa kwenye kambi ya ushetani ni tatizo kubwa. Kwa hivyo wale wapunga pepo walipokuwa wanataka kudili na hizi pepo zimempagaa mtu, wangetumia namna ya kivyao ambayo haingeleta taharuki, hawasingelilaruliwa. Mzaha walioleta ni kwamba huyo tusiyependa atajwe kwetu. Ndio mnataka kujifanya kwamba ninyi ni wao, na sasa tunawajua vizuri. Huyo Paulo tunamjua, sisi tunamjua. Na sasa kwa sababu huu mchezo hatuupendi kwenye eneo letu, lazima muwe na adabu. Akawarukia, wakararuliwa hata mavazi, wakaondoka hapo wakiwa uchi. Wao kwa wao. So ndio unaona kwamba kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna usalama mno. Bwana mmoja aliyekuwa anaabudu shetani anasema kule kuna kuadhibiwa kubaya sana. Kuna kutolewa macho, kukatwa ulimi, kufanya vitu vingi, ukiroga visivyostahili. Mmoja alikuwa anatoa ushahidi akasema ya kwamba mmoja aliadhibiwa kwa sababu alienda kuroga mchana. Kuna masaa maalum, yeye alienda masaa yasio. So kuna adhabu kule, kwa kule wanaadhibiana. So you can imagine wapunga pepo wanaadhibiwa na pepo ziliopaga mtu, wao kwa wao. Hiyo ndio hali za rohoni. Na ndio sababu tumetaka tufundishane, kuna shughuli zinazoendelea rohoni tu. Wewe umeokolewa, kaa ndani ya Yesu na utulie kabisa. Ule ulimwengu ni wa matatizo, ni wa shida. Kaa ndani ya Yesu, uvikwe nguvu, uogopewe. Wanapotoa habari zako waseme wewe hatuwezi kukugusa. Nyumba yako tumeng'ang'ana nayo kuja, lakini tunashindwa. Tumejaribu kukuita kwa kioo, lakini kila tukikuita hutokei. Maana kule wachawi wana hali za vioo kuitana. Ukiitwa kwenye kioo ukija kuisha, wewe ndio hivyo. Alafu na mtu wako anaambiwa shika kisu, dunga. Kidunga ndio umeenda mahali ulipo. Lakini ukiwa umeokoka na wachawi wanakuandama, unaambiwa sasa sawa, tumuite huyu kwa kioo, tumshughulikie, tummalize. Ikiitwa vile anakuja, TV zao zinakuja mchele, hazileti mtu. So mchawi pale anasema huyu ule muita hawezi kuja huyu. Hiyo ni masuala ya rohoni. Wewe huna habari. Umekaa hapo umeokoka, umekazana na Mungu wako, hujui ni vio vingapi umekuwa mchele huko. Huna habari. Labda waokoke waje kusema ndugu, acha tukwambie ukweli. Tumeng'ang'ana na wewe. Mama, tumeng'ang'ana na wewe, tumeshindwa. Mimi hapa ninapo unashukuru nimeokoka, hata Mungu anisamee, nilikuwa mchawi, nilikung'ang'ana na wewe, nimekuita, tumekuita kwa vio vyetu mara kadhaa. Lakini kila tukikuita unakuja kinyume, mara unakuja TV inakuwa mchele kabisa. Hali za kiroho hizo. Kuna kujulikana. Wewe huna habari, lakini kunajulikana. Kuna pepo inajua kwamba huyu tukiita atakuja. Na kuna pepo inasema huyu tukiita usimuite huyo, tutateketea hapo. Huyu ni hatari. Unajulikana kwa namna gani? Unajulikanaje? Yesu aliitwa mtakatifu, tukujua wewe ni mtakatifu wa Mungu. Na hapa wengine waliojifanya wakararuliwa instead. Na ikatajwa kabisa Paul tunamjua. Je, mtu mwingine akitaka kusema leo aanze kutoa pepo kwa jina la yule Yesu ambaye anatajwa na Mwadime, watu watasema Mwadime tunamjua, lakini wewe hatukujui. Watakueleza namna gani? Kwa hivyo unapoishi
Hivi una habari kwamba kuna macho mengi sana, kuna ripoti yako kubwa sana katika ulimwengu roho inajulikana, inaweza kutolewa mpaka ushangae. Paulo hata hawakuwa hapo, na Yesu alikuwa, lakini Paulo hakuwepo, lakini hana habari. Kumbe watu wanamtaja kule Paulo tunamjua. Yaani kama mimi niwe hapa alafu watu huko wanaongea habari zangu huko, kwa jina la Yesu toka kwa yule Yesu Pastor Kambale anahubiri, alafu huko mimi sina habari, wasema Kambale tunamjua, na yule anasema Kambale tunamjua, hata mimi siwajui. Lakini kumbe katika ulimwengu wananielewa. Wamejaribu sana kunita wakashindwa. Raha ilioje. Bwana asifiwe. So angalia hiyo chapter 4 hiyo verse 41 katika turudi pale Luka pale tulikuwa tu chapter 4 verse 41, tungemalizia pale lakini hatukumalizia, ni sawa. 41, pepo nao waliotoka wengi wakapiga kelele kusema, wewe umwana wa Mungu. Akawakemea asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Unaelewa? Ni nani wanamjua kuwa ndiye Kristo? Ni kina nani wanamjua? Pepo. So you are known. Vile vile Yesu alivyojulikana, ndivyo sisi tunajulikana. Tukiwa na Kristo ndani tu, the demons can testify about us. What can they say about you? What will they say about me? Wanakuona kama tishio kwao ama wanakuona kama mswaki kwao? Wanaposema fulani tunamjua, wanamjua kivipi? Watakaposema tunakujua, pepo zitakaposema leo kwamba tunamjua Jen, zitasema zinamjua Jen kivipi? Zinakujua kama uliowashinda ama zinakujua wewe kwamba wewe ni bure? Wana wa Skeva walishughulikiwa, waliambiwa hatukujui wewe. Katika anga za rohoni wewe nyinyi si kitu. So ni kuwapiga makofi, mtoke hapa, tumwache kusumbua. Tunataka kupambana na watu, tuko vitani hapa, we are not joking. Tuko hapa vitani na tutaki michezo. Na tokea hapo nini? Ndio kama tunataka kufanya shughuli hapa. So these demons, these witches wako busy wafanye kazi yao ya kichawi wakipambana na watu maalum. Alafu vitu vingine vinajitokeza hapo kutatiza, unaingia kwenye screen hapo unazibaziba hatuoni. Unapigwa makofi watu wa focus vizuri. Nataka kuona adui vizuri, unatokea hapo nini? Unapigwa makofi unatoka. Zile ulimwengu roho kuna mambo mengi yanayoendelea. Kile tunachotaka sisi ni kwamba katika upande wetu tujulikane kwamba tuko tishio. Pepo zikitoa ripoti yako mahali ziseme yule is a no go zone. Kwake tumejaribu, tunakutaga moto umezingira. Kuna mchungaji mwingine ilisemekana walipoenda kwake wanaona tunajua kwa fulani ni pale, lakini tukifika tunaona bahari, tunaona maji, nyumba hatuioni. Na wewe umelala ndani huna habari. Ripoti inayotolewa kuhusu kwako wewe una habari, lakini raha ilioje. Kumbe umejaribiwa mara nyingi, na ndio pale inakupeleka kwenye Zaburi ya 124 inayosema kama sio Bwana kuwa pamoja nasi. Israeli na aseme sasa, kama sio Bwana kuwa pamoja nasi, adui angelitumeza hai hasira yake ilipotuwakia. Sasa una habari adui hasira yake inakuwakia siku zote. Anatafuta ni jinsi gani, lakini ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo ya meno yake. Ina maana kwamba siku zote adui amefungua mdomo akutafune, lakini kila wakati Bwana haruhusu utafunwe. Bwana haruhusu uingie kwenye kinywa chake. Bwana haruhusu. Unajulikana. Akitumwa kwako anatoa ripoti. Kumbuka tu kwenye kitabu cha Ayubu, Shetani amejaribu sana maisha ya Ayubu aone atapenya namna gani. Alipoenda mbele za Mungu na Mungu akajisifu na yeye pale. Mungu akajisifu na yeye. Umemwona mtumishi wangu kule ambaye ni mcha Mungu, ameepuka uovu bla 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 bla. Shetani anasema, Bwana, si ni kwa sababu umemzingira vile. Kwa hiyo unaona Shetani anapoambiwa habari za Ayubu, Shetani haulizi Ayubu nani huyo? Haulizi kwamba aelezewe. He doesn't need an introduction. Kwamba Ayubu ni mtu mmoja sehemu ya Usi yuko hivi na hivi. No. The devil has been there already and he knows.
hahitaji kuelezewa. Ana conversation inaendelea tu. Umemuona mtumishi wangu pale yuko hivi na hivi, na anaendelea sema sasa atakosaje kuwa vile umemzingira? Kumbe hata umekuwa pale ukajua alizingirwa. Ulienda kufanya nini? Kazi yako ni hiyo. Sasa anajua kwamba umezingira. Kwa hiyo shetani atakapoenda kwa Mungu aulize, unamjua? Mungu amwambie, unamjua Isaya? Unamjua mwanangu Isaya pale? Shetani anaeleza yote. Umemzingira, anaomba sana, mama yake ni muombaji sana, yeye amejitoa kwa ajili ya huduma huyo, namjua. Lakini ni anatoa report. Unajulikana tu. Imagine Ayubu anasengenywa mbinguni na hana habari. Kwenye kikao kule, kwa sababu Mungu ameitana watoto wake waje. Akawaita wana waje na mkutano wake. Alafu shetani naye amekuja miongoni mwao. Discussion inaanza. Hawa jamaa wanamsengenya Ayubu. Mungu akamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Ayubu yuko zake na ucha Mungu. Conversation inaendelea. Unasengenywa wana. Yaani katika ulimwengu wa roho unasengenywa. Mungu anasengenyana na Ayubu, lakini katika sifa nzuri. Anamwambia yule ni kiboko. Naye akamwambia, we yule bwana ni kwa sababu ABCD. Mipango ikafanyika na shughuli zikakuja zikaanza za kugeuza maisha ya Ayubu. So you can be discussed. Unaweza kufanyiwa vikao, ukazungumziwa, ukapangiwa mambo. What Job was seeing ikitokea ilipangwa kwanza. Mazungumzo yalipita kwanza. Kama vile Wateta mnapenda kusema shetani ameenda kuomba ruhusa. Ameomba ruhusa. Shetani leo ameomba ruhusa. Sikuja kwa ibada juzi. Shetani alikuwa ameomba ruhusa. Yaani hilo tukio moja la Ayubu tu kwenda pale basi imekuwa na kwako pia ameomba ruhusa. Yaani ukiwa mzembe tu na mambo yako tayari, ni shetani ameomba ruhusa. Umekosa kuomba sivyo mtukana, shetani ameomba ruhusa. Yaani wewe uliambiwa basi kazi niyo kwenda kuomba ruhusa tu huko. Alikuwa tukio moja tu. Na kama ameomba ruhusa akukute mshindi. Kama anaenda kuomba na anazipata, akija basi agonge mwamba. Maana aliomba kweli na akaidhinishwa. Lenda ile usiguse maisha yake, usiguse roho yake. Sawa, sasa wewe kama umetunukiwa hiyo nafasi kwamba anaomba ruhusa alafu anatokea kwako, basi kama makini. Wewe ndio unajua aliombaje ruhusa. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tunaishi, but as you can see tunatazamwa, tunaonekana zaidi ya CCTV. Leo CCTV iko limited, inashika mali imemulika tu katika eneo hilo, lakini hii ya Mungu inaandamana na wewe ulalapo, inukapo, na si Mungu peke yake, hata katika ulimwengu wa giza pia unatazama. And that's why they can give a report about you, because now wanakufuatilia. Sasa hebu tuangalie Acts chapter 16. Matendo ya Mitume 16. Alafu tusome 16 mpaka 18. Acts 16 to 18. Haya. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali. Kwanza tuanze mstari wa 15. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake. Kuna sehemu nzuri hapo. Lakini sawa, tuanze 16. Hata tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi kimoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wewe wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Verse 18. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paul akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Hizo sehemu zingine tutakuja kuziona, lakini hapa tunaona picha nyingine. Mmekuja katika mkutano, umetokea tu eneo hii, ilikuwa ni katika safari yao ya misheni, wanaenda tu. Wamefika eneo fulani, wamehubiri, wamebatiza watu. Ukisoma mstari iliyotangulia, wanaendelea na shughuli. Sasa mama mmoja ambaye aliokoka anaitwa Lydia
akawaambia, jamani, si kama mimi nimepata kibali machoni penu, basi laleni kwetu. So you can understand kwamba hawa watu walikuwa ni wageni hapo. Ili upate picha vizuri, tunaweza kusoma hiyo kuanzia verse 13. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Nasikia hiyo statement. Kwa hivyo si eneo walikuwa wanalijua, tukadhani panaweza kuwa ni mahali pa kigeni walikuwa wanatafuta. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na nani? Na Bwana, ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani kwangu mkakae. Akawashurutisha. Kwa hivyo tayari hiyo imetuambia kwamba eneo hilo ambalo kina Paulo alikuwa ni la kigeni kabisa, si eneo wanajulikana. Sasa hapo ndio tunaambiwa kwamba tulipofika mahali fulani, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi kimoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta pale, aliyopatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, akipiga kelele akisema, hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria habari ya wokovu. Yaani pepo inatoa habari zako, tena inakuelezea vizuri wewe ni nani, kwamba hawa ni watumishi wa Mungu na kazi wanayofanya ni kuwahubiria watu wokovu. This is a demon speaking. Kwa hiyo kama ni wewe, ungeitia moyo, sema wow, what a nice description about me. Na unamkumbuka yule ndugu, sema Mungu akubariki sana, ndivyo nilivyo. Unasikia kwamba inakujenga hiyo kwa sababu imetolewa nzuri. So a demon can speak very positive things, na wewe ukaziunga mkono ukasema ndivyo. So walichokisema hakiko cha uongo. Ndio upate kusema ya kwamba, kwanza hii inaweza kuwa ni topic ya wakati mwingine na singependa kuzichanganya, kuhusu shughuli hii ambayo msichana alikuwa anafanya ya uaguzi. Na tunaambiwa kwamba akawapatia bwana zake faida nyingi. Kwa hiyo mtaani hapo alikuwa amewasaidia wengi katika mabano, wakimuendea kila wakati, huyu anaenda anatuamulia mambo yetu, anatuombea, ni mtu wa Mungu kabisa na tumesaidika pale. Na ndio maana anafungua ofisi yake, anakaa hata haendai kanisani. Mtu kama huyu anakaa nyumbani, na kwa kutumia roho ya nini? Ya uaguzi, nakuja na kuelezea kwako mama yako yuko ABCD na hii ndio shida inamsumbua, shida ni fulani, na anafanya mambo yake ya kipepo, nasema nashukuru nimesaidika. Na watu wanaendelea kuambiana, watu wakafaidika sana katika ulimwengu wa kipepo, wakipewa ufanisi wa kiduniani. Kwa hiyo wamefika hapo, pepo hao wakiwa wamejaa pepo, sio Roho Mtakatifu. Pengine utasema kwamba wamefunuliwa na Roho Mtakatifu kabisa, hata anasema vizuri Paulo ni nani. No, the fact that mtu anaongea habari yako ya ukweli haimaanishi ni wa Mungu. Kwa hiyo pepo ya uaguzi na huzungumza. Sasa tunaona kwamba baada ile kuzungumza, sikiza wewe, labda na mimi tungefanya tofauti. Akamfuata Paulo na sisi, akisema hao ni watumishi wa Mungu aliye juu. Ni kweli kabisa. Wenye kuwahubiri njia ya wokovu, ni kweli kabisa. Alafu alikuwa verse 18, akafanya hivyo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Wewe kama ni wewe ungesikitika ama ungejisifia? Kama ni wewe umetokea tu na mtu anaanza kuzungumza habari zako tena nzuri, wewe mhubiri bwana, na mtu anazungumza habari zako nzuri, Isaya, umefika pale Mlundinyi, unatokea tu kibinti kimoja kinatokea, wewe ni mtumishi wa Mungu unahubiri habari za ukweli, uko hapo tu amen, unitikie tu amen. Kumbe kinachoongea ni pepo. Sasa Biblia inasema kwamba Paul badala ya kushangilia na kusema what, yes sister, amen sister, tell them, Paulo akasikitika. Kumbe kuna habari zinazakaa tamu, lakini katika ulimwengu wa roho za kusikitisha. So Paulo akasikitika, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile. So unaona, kama Paul hangekuwa katika roho vizuri,
hangeelewa operation hiyo si ya kiungu, kwamba hii ni ya kukemea. Na hii tunaiona kwa Yesu mwenyewe. Pale tumeona pepo la sampuli lilizungumza, likasema wewe ni mtakatifu wa Mungu. Yesu naye hakumpongeza, badala yake akimkemea, pepo ikamtoka. Leo hii tunazungumziwa na mapepo bila kujua. Pepo za aina hii ambazo zinaweza kuongea vitu vya kweli kuhusu watu, zinashika watu kweli kweli, na wengi wamepumbazika. Tusipomtafuta Mungu wa kweli, tutaingia kwenye hii mitego, na tutawaabudu hawa watu tukisema ameongea ukweli. Mtu anatokea kwako, anakuambia pastor wako ni Pastor Kambale, yuko hivi na hivi na hivi na hivi, na yule mtu wa Mungu. Unasema yule hawezi kuwa mchawi, vile aliongea juu ya mtumishi wa Mungu, ile anafunuliwa kabisa na roho wa Mungu. Basi mnaketishwa kitako na mnamsikiza kila kitu. Sasa mimi naomba niache nafasi kama una swali na una mchango, ili tuweze kuendelea. Kama muda wetu utaisha na maswali, sawa. Kama kutakuwa hakuna maswali, basi tutaendelea. Kuna mtu ana reaction hii maswala ambayo tunayoongea, labda umewahi kukutana nayo, labda huwa yanakushangaza, labda huwa yanakuchanganya, tunaweza kuzungumza ili tusaidiane katika safari hii, maana kuchanganyikiwa ni kwingi. Karibu. Yes. Amen. Kwa kweli mambo ya kusikitisha, mambo ya kushangaza. Unapokuwa kama wokovu, kama watu wa jamii, unakutana na watu wa dini, kweli kabisa wanazungumza mambo, ndio kunakuwa vizuri, kwa sababu Biblia inasema limebarikiwa taifa lile ambalo Bwana ni Mungu wake. Kenya hii ndio maana tunaiombea, ili kwamba damu ya Yesu izingire Kenya, isaidie Kenya. Kwa sababu Kristo Yesu anapotawala kwa wingi nchini Kenya, kuna usalama mwingi hata kwa wale wasiookoka. Kwa sababu mtu mwovu anapoongoza taifa linakuwa baya, lakini mcha Mungu akiongoza taifa huwa linapona. Na ndio sababu katika Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea. Hao watu wangu sio wengi, lakini watu waliookolewa wakiungama dhambi zao, wakinitafuta uso na kuniomba, nitawasikia kutoka mbinguni, na hata kama nilikuwa nimefunga anga nisinyeshe mvua, wakifanya hivyo nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo unaona kwamba wakati ambapo tunazidi kumwomba Mungu kwa ajili ya taifa letu, uponyaji ni kwa ajili ya kila mtu. Kwa sababu kama mbingu imefungwa isinye mvua, watu wote wanateseka kwa sababu ya kiangazi. Tutakapoomba ili Mungu atuonee rehema, asamehe nchi na kuachilia mvua, si watafaidi watu wote. Kwa hiyo unaona Mungu anapoitwa ni kwa faida ya kila mmoja. Tunapolia na kuenda kinyume cha madhabahu ya miungu, kwa sababu unajua wakati wana wa Israeli wakiendekeza tu ibada za miungu mingine, wanaanza kupigwa, mambo yanaanza kuharibikia. Lakini wakijirudi wakimgeukia Mungu, tayari Mungu anakuwa pamoja nao na mambo yanaenda kwenda vizuri. So hatuwezi kutaka eneo fulani liendekeze madhabahu na miungu isiyofaa, alafu taifa lianze kupigwa, watu waanze kukaa, yani tauni zianze kumiminikia eneo hilo. Na unajua tauni zinapomiminikia kwenye eneo fulani, inaonekana kuna walinzi waliolala kazini, ambao walinzi wenyewe ni sisi. Sasa ndio maana tuko katika zamu yetu kuangalia, jamani, maana ukioko mlinzi umeko kwenye mnara pale juu, unaangalia nani anayeingia katika eneo hilo. Katika kama ukumbuki mambo haya yawe kuwekwa mlinzi, angalia tu katika Isaya 62 itakwambia. Bwana asema, enyi wenye kumkumbusha Bwana, msimwache akae kimya. Bwana ameweka walinzi, tumeweka walinzi sisi. Sasa tukiwa tumeokoka sisi hapa, eneo hili la Tausa, eneo la Mbololo, eneo la Voi, Taita, Kenya nzima, walinzi ni wateule wa Bwana, ambao wanakaa kwenye mnara pale juu, wanaangalia shetani anaingilia wapi, unampiga na mapema. Shetani anataka kuvamia wapi, unapiga na mapema, ili wale unawalinda wawe salama. Kwa hiyo huwezi kuona kuna vamiwa na adui ambao unajua madhara yake ni gani akiingia, alafu utulie tu. Lazima utapiga kelele, sema jamani, inukeni, kuna vamiwa. Na ndio kazi yetu. Sisi ndio tunapiga kelele, jamani ni kubaya. Watu wale wasiojua watakuwa wanalalamika, jamani kumeharibika, jamani kumekaa vibaya, jamani umaskini, jamani hii. Lakini mtu wa rohoni anajua the moment Mungu amejiwithdraw, ameondoa kibali, watu wameinua sanamu kila mahali, wanaabudu vinyago, Mungu akaondoka, ile nchi inaingia katika matatizo makubwa. Kwa hiyo watu watalia mpaka siku ile watakapojirudi katika akili zao na kusema, Bwana utusamee, tumetenda dhambi mno. Pale ndio Mungu anarudi na kuanza kutembea pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
hatuna faida yoyote wakati ambapo tunapolia watu wamjue Mungu. Kwa sababu watu wakiokoka 10 leo, kwani mimi ninapata faida gani? Ni kazi yangu ninafanya. Faida nitakayopata ni thawabu mbinguni tu, kwa sababu imebarikiwa miguu ya watu wanaoeneza injili. Lakini wakiokoka watu 3 4 leo, si customers wala hakuna pesa wanaleta kwangu, hakuna kitu wananijengea, lakini unaona nachachamaa kabisa, okokeni jamani, okokeni, kwa sababu nimetumwa kufanya vile. Ukiokoka ni kwa faida yako, nchi ikipona ni kwa faida yenu. Hivyo tu. Mhubiri akisimama na kuhubiri halipwi. Yohana Mbatizaji alienda kila mahali akihubiri, watu wanamjua Mungu, wanamgeukia, na watu wanapona nafsi zao. Yesu the same, na mitume na sisi wengine sasa hivi tunafanya. Kabla mtu afanye mkutano, anafunga na kuomba siku kadhaa, anajinyima chakula. Sio kwa sababu ya kitu kingine, anataka tu Mungu tutakapofanya mkutano pale, Bwana utembee, uwepo wako Bwana ushuke, watu wako wafunguliwe. Unavunja nguvu za giza kama inavyoelezewa katika Isaya 58, inavyoeleza habari ya fasting, vile inavyofanyika, kuvunja nira na kufungua waliofungwa. Watu wamefungwa hapo, hawajui ni jinsi gani watakavyojitoa. Inamgharimu mtu mmoja atakayejinyima chakula na kumuita Mungu yuko pale. Wewe katika una sheria yako, kuna mtu siku kadhaa hali kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya ile watu wafunguliwe. Akitoka hapo aje asimame na utukufu wa Mungu, na akihubiri hivi neno la Bwana likufikie, upate kumjia Kristo, uokoke, jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima, uende mbinguni. Hakuna kitu nampelekea mhubiri, hakuna. So tunapoongea mambo haya, hakuna kitu tunataka kugain. Ile si plot yangu kwamba imegrabiwa, imeenda ile inayojengewa hicho kitu. Lakini katika ulimwengu wa roho. Shughuli yetu ni ulimwengu wa roho, kutakuwa namna gani? Kwa sababu kuna tawala zikiwepo katika anga. Vita vimeongezeka, adui ameongezeka, mzigo umezidi kuwa mzito. Kwa hiyo wewe ambao uelewi, tunakuhurumia tu. Lakini jitahidi, kama vile mama amesema, jitahidi kuzipu, kwa sababu unaweza kujipata mahali pabaya. Vitu vingine vya kiroho kama huelewi, tulia. Hata afadhali unite pastor uje uniulize, mchungaji, mbona unasema hii si sahihi? Alafu uelezewe, ukae vizuri. Lakini ukijiropokea utajitengenezea vita tu. Kesho utaambiwa kuja hapa, wewe ni miongoni mnao. Vitu vikiharibika kidogo unafuata wewe. Kumbe walioharibu katika roho. Tulikata mawaya kitambo katika roho. Mambo ya watu wasipoendelea vizuri, wewe ndio first suspect. Alitaja yule, tupeleke kwa wale unaowapeleka kwa wale watu hawana habari. No recording, nothing, no reports, hakuna ushahidi wowote. Unabaki kwenye matatizo. Kwa hiyo usichanganye masuala ya rohoni na kimwili. Haivichanganyikani. Bwana asifiwe. Masuala ya rohoni jamani. Masuala ya rohoni ukiyachanganya utatatizika wewe. Sasa itategemea kama wewe ni mtu wa mwilini, bwana wewe tulia na shughuli za mwilini hivyo hivyo mpaka siku utatoka uingie katika roho. Usichanganye. Kama wewe ni wa mwilini, tulia. Kana wenzio wa mwilini, kaa pale pale, kwa sababu Mungu anataka kujua wewe ni moto au ni baridi. Anasema ukiwa lukewarm, si moto si baridi, atakutema. Kwa hiyo anataka mtu wenye msimamo. Ndio maana Joshua akazungumza, akawaambia wana wa Israeli, amueni hivi leo. Usi mchanganyiko unatatiza. Amueni hivi leo, ni nani mtakayemtumikia? Maana yake mimi Joshua nimepewa wadhifa wa kuarithisha kwenye uzima wa milele ama kwenye nchi ya ahadi. Lakini ninapoenda na nyinyi mmejaa lugha zingine hatuelewi. Jamani tuombeni, mko vingine. Jamani tuombeni, mmeenda kwa waganga. Jamani tuombeni, mmeenda kuchanjwa. Sasa hii inachanganya. Nawaita nyote wa Kristo, lakini watu wamechanjwa, watu wamelishwa vitu, watu wameninginiza vitu mashingoni, viunoni, na tuko hapo wote. Una tofauti na yule ambaye pepo walikuwa ndani sinagogi wameketi ni dini, lakini pepo ikawa spotted ndani yake. So Joshua hii hali kamsumba Simba na hebu tunataka tuelewane bwana. Amueni hivi leo. Jamani wale ni wa mabali na miungu mlioabudu ng'ambo ya mto. Wafuate Mungu wa Bali. Na wale wa Mungu wali hai tujue ni hawa hata kama ni watatu. Ili tuende vizuri. Tunaposema tunafanya maagano fulani ya kuomba, tunakuwa safi. Hata tukishikana mkono hivi hakuna mwanya mahali. Lakini kuliko tunasema jamani tunafunga na kuomba siku kadhaa. Lakini katika hizo siku tulizosema 3, wewe jana mwenzio ulienda kwa waganga. Kwa hiyo sasa tena ukuja siku ya kumaliza maombi tushikane mikono. Sasa unaona tena matatizo yale. Yani ni matatizo yale. Mianya imejaa tele. Mnashikana mkono lakini shetani ana mwanya wake. Anajua kupitia kwa huyu aliyekuwa kwangu jana, hapo ndo ninaingilia.
Maana yake hapa kuko wazi hapa hapajafungika vizuri. Wenzio wote wametimiza, wameshika na vizuri. Lakini hapa jana kwa kulingia hewa. Kwa hivyo hapo ndio adui anakuja naingilia. Alafu mtakuwa mnasema bwana tumefunga na kuomba hivi muda mrefu, lakini shida inatokea wapi? Kuna mwenzio si mwenzio. Mkishaongea vile anapeleka ripoti. Kwa hiyo vita vinazidi kule. Vita vinazidi. Mnakazana kusema tuuzime ule moto, unaendelea kuzima. Kesho utakuwa umezima. Kesho kutwa umewaka kabisa, kumbe mwenzio ulipotoka hapa, wewe ndio tulienda ukaleta kuni ukauongeza pale. Sasa tunakuwa tunashindwa, yani tunaenda wapi? Kwa hiyo ndio vizuri kuamua. Kama hujaamua Mungu, wewe tulia pale uhubiriwe, uokoke. Yaani kama hujaamua safari ya kuokoka, basi tulia duniani tukufahamu vizuri ya kwamba huyu ni wa kufanyia mpango ahubiriwe. Kuliko kujichangana tunafikiri tuko pamoja na tunatatizana kwa sababu lugha yako ni nyingine. Tukisema tuongee hivyo wao wanaongea vingine. Yaani tunakuwa tuelewani. Ndio Joshua jambo hilo likamudhi, akasema amweni hivi leo maana matatizo haya ni mengi. Amweni hivi leo. As for me and my household I will serve the Lord. Wale watakao serve Mungu waje upande wangu, tuongee lugha moja tuende vizuri. Tujue hawa basi ni wangambo ile. Tujue hatuna maspai katikati yetu. Hatuna wasiliti katikati yetu. Judas aliamua kwenda pande lingine. Afadhali angekaa kule kwa sababu hakuna haja kukaa na sisi hapa, alafu yeye anapiga mahesabu ya vile nitakavyosaliti. Wale tunafanana. Kwa hivyo tukienda yani mko naye mchana, usiku anakaa na kao kinacho muinda yule. Judas njoo hapa. Sasa kesho tuna mpango huu na huu, tungependa kushambulia. Tunataka kushambulia yule Yesu. Vipi? Hamna shida. Nini najua vile nitakavyo, mnataka ni watolee kesho Judas. Lakini mchana tunaenda wote, mtume Judas. Maana Yesu anasema kwamba akachagua 10 na wangapi? Na 2, akawaita nini? Mitume. Kwa hivyo katika mitume wao na Judas ni mmoja. So yuko pale, wanakula pamoja, wanashangilia, wanasema wote amen, kila kitu, wanaongea habari ya revival, kila kitu. Lakini akitoka hapo anaenda ngambo ile nyingine. Anasema sasa vipi? Na mlikuwa mmetaja mnamtaka Yesu, kwani hiyo deal bado haijafika? Hiyo deal vipi? Ni watolee bwana. Nikubaya sasa hivi mfuko huna kitu. Tunakaa pale tunazunguka tukiomba hatulipi chochote, ni mapepo tu tunaona yule bwana akiyatoa, lakini sisi hatulipi kitu. Na nasikia hapa ni kama mmetaja vipande 30 vya fedha. Bwana hiyo afadhali itanisukuma. Kwani inanifaidi nini kuzunguka na yule bwana? Inanifaidi nini kuzunguka na yule bwana? Sipati chochote. Watu ambao hawajafocus mbinguni, wanafocus umumu. So Judas akaona bwana hii mkinipa hizi vitu vitanisaidia. Naye hakujua ni masuala ya rohoni, ukiyapitia nayo yatakupitia. Kwa hiyo aliposaliti tu tayari ikamhukumu mwenyewe, akazishika akakimbiza hekaluni. Jamani nimesaliti damu isiyo na hatia. Yaani hukujua. Sasa ndio umejua hii damu haina hatia. Sasa ndio jamani hii si mtajua wenyewe ni vipi jamani hizi vitu nataka niwarudishie. Nimesaliti damu isiyo na hatia. Hukumu hiyo ameingia katika anga ambazo ukizigusa vibaya zinakukata na wewe. Kwa hivyo alipokata vile tayari hukumu ikamwingia na haikumspare. Akaumia akakimbia mwenyewe, haikumsaza, haikumwacha atulie. Akifika pale jamani warudisheni aseme angalia mambo yao hayo mambo yaangalie mwenyewe. Sisi tulimalizana. Ushatupatia yule tuliyemtaka, hiyo mkataba tulifunga bwana. Unarudisha hapa vio damu hiyo pesa yenye damu hiyo usiirushe huku. Hatuitaki. Kuna wakati utajipeleka hivi utajipata peke yako. Matatizo haya. Sasa kule ameshaharibu, ameshasaliti Yesu, anahukumika. Akirudi kwa wale ambao tulizo ambiwa pole basi jitie hamna. Hatutaki hata hiyo damu na sisi pia. Akazitupa huko na hakuna cha toba, yeye ni moja kwa moja kwenda kujimaliza huko. Kajinyonga akaning'inia. Kwa hiyo unaona mtu yule anayechagua kuwa spy msaliti hamaliziagi vizuri. Kuna eneo za kuchezea lakini sio eneo za Mungu. Mahali kwa Mungu usicheze. Kwa sababu unaona watu wametulia tu kama wana shughuli na wewe. Kitakacho kupata baadaye utajuta mwenyewe kwa sababu Judas hakukataza na mtu. In fact Yesu alimwambia unalotaka kulitenda litende haraka. Si umeamua? Inafika mahali kama umeamua unaambiwa basi go ahead wewe tenda bwana. Ndio maana nakwambia kwamba kama umeamua shetani ndio mwema, jisajili kwake utulie kule. Tujue kwamba bwana wewe ni wa ng'ambo ile. Hata tukiomba hivi tutakuchanganya miongoni mwa wenye dhambi, tukikuombea uokoke. Kuliko keti na sisi hapa tuna assume all is well and we don't pray for you. So unafikiri uko sawa, kumbe mwisho wa siku muda wote umekuwa gugu. Lakini ukafananisha na ngano mwenzio.
Twalima na wewe, kumbe wenzao mahindi, we bugu ngongodi, uko hapo tumejitahidi tu. Kwa hiyo kuna hatari kubwa. We kama ni mtu aina hiyo, msaliti, muangalie mwenzio Judas alivyomalizia. Uangalie alimalizia vipi, wasaliti wanamaliziaje. Mambo ni mabaya. Hii uokovu ina mwenyewe na ni mkali. Bwana asifiwe. Amen. Amen.